Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ni matumaini yangu mzima afya mtazamaji wa Mwanahalisi TV. Hii hapa ni historia fupi ya safari ya siasa, purukushani na kujiuzulu kulikotikisa Tanzania ya Balozi Emmanuel Nchimbi. Aliwahi kujiuzulu waziri, akasimama upande wa mwanasiasa aliyekuwa ameingia kwenye mgogoro mkubwa ndani ya CCM. Akatoweka kwa miaka kadhaa kwenye mstari wa mbele wa siasa na kuwa balozi. Kisha akarudi akiwa katibu mkuu wa CCM. Akawa mgombea mwenza wa Samia Suluhu Hassan, akapanda hadi makamu wa rais, na sasa baada ya siku 295 tu akiwa madarakani ameandika barua iliyogeuzwa ukurasa mwingine wa siasa za Tanzania. Hii sio tu historia ya kujiuzulu kwa Emmanuel John Nchimbi, ni simulizi ya mwanasiasa ambaye safari yake imepitia madaraka, misukosuko, kushuka kisiasa, kurejea kwa nguvu na hatimaye kuondoka katika kilele cha uongozi wa nchi. Na kinachofanya jambo hili liwe na uzito zaidi ni swali moja ambalo bado halina majibu rasmi. Kwa nini sasa? Emmanuel Nchimbi alizaliwa tarehe 24 Disemba mwaka 1975 Mbeya. Safari yake ya kisiasa ilianza mapema ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambako alipanda ngazi hadi kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM UVCCM mwaka 1998. Baada ya kufanya kazi katika Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira, Nchimbi aliingia moja kwa moja kwenye siasa za uchaguzi mwaka 2005. Akashinda ubunge wa Songea mjini kwa 67.6% dhidi Edison Mbogoro wa Chadema. Ushindi huo ukawa tiketi yake ya kuingia serikalini. Rais Jakaya Kikwete akamteua kuwa naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo. Baadaye akahamia kazi, ajira na vijana, kisha ulinzi na kujenga taifa. Mwaka 2010 akashinda tena Songea, na safari hii akapanda hadi kuwa waziri kamili wa habari, utamaduni na michezo kabla ya kuhamishiwa Wizara ya Mambo ya Ndani mwaka 2012. Kwa mtu aliyekuwa bado kijana kisiasa, mambo yalionekana kwenda kwa kasi, lakini hapo ndipo purukushani ya kwanza kubwa ilipoanza. Mwaka 2013, serikali ilikuwa ikitekeleza operation Tokomeza Ujangili. Lengo lilikuwa kupambana na ujangili, lakini operesheni hiyo ilikumbwa na tuhuma nzito za ukiukaji wa haki za binadamu. Shinikizo likafika bungeni. Ripoti ya kamati teule ya bunge ilibaini ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika utekelezaji wa operesheni hiyo. Na Disemba 2013, Rais Kikwete aliwaondoa mawaziri 4 akiwemo waziri wa mambo ya ndani Emmanuel Nchimbi. Hii ilikuwa pigo kubwa. Mwanasiasa aliyekuwa akipanda kwa kasi akajikuta ametoka kwenye baraza la mawaziri, lakini Nchimbi hakutoweka. Alibadilisha uwanja. Baada ya misukosuko ya kisiasa, Nchimbi alipelekwa kwenye diplomasia. Alikuwa balozi wa Tanzania nchini Brazil kuanzia mwaka 2016 hadi 2021, na baadaye balozi nchini Misri mwaka 2022 hadi 2023. Kwa miaka hiyo jina lake halikuwa likisikika kwa kiwango kile katika siasa za ndani, lakini chini kwa chini hakukuwa ni ishara kwamba safari yake kisiasa ilikuwa imekwisha. Kinyume chake, Nchimbi alikuwa anasubiri mlango mwingine, na mlango huo ulifunguka Januari 2024. Tarehe 15 Januari 2024, CCM ilimteua Nchimbi kuwa katibu mkuu wa chama hicho, akichukua nafasi ya Daniel Chongolo. Hili halikuwa jukumu dogo. Katibu mkuu ndio injini ya shughuli nyingi za chama tawala, na Nchimbi alirudi akiwa na ujumbe ambao ulikuwa na pande mbili. Kwa upande mmoja, alisema CCM haikuogopa mageuzi ya kisiasa, na akakumbusha kwamba chama hicho kilikubali mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Lakini kwa upande mwingine, alisisitiza sana nafasi ya CCM kama chama kinachosimamia serikali na utekelezaji wa ilani yake. Hapo ndipo tunapoanza kuona jambo muhimu kuhusu msimamo wa Nchimbi. Hakuwa mwanasiasa aliyekuwa nje ya mfumo akiukosoa mfumo. Alikuwa mtu wa ndani aliyekuwa akizungumzia mageuzi akiwa ndani kabisa ya chama tawala, na hilo lilimfanya awe mtu wa kuangaliwa kwa ukaribu. Lakini kabla ya kurudi huko, Nchimbi alikuwa tayari amewahi kuingia kwenye moja nyakati zenye joto zaidi katika historia ya CCM ya miaka karibuni.
Mwaka 2015, Edward Lowassa alikuwa mmoja wa wagombea waliokuwa wakitafuta uteuzi wa CCM kugombea urais. Nchimbi alikuwa miongoni mwa waliokuwa na msimamo uliomuunga mkono Lowassa katika mchakato huo. Rekodi za kipindi hicho zinaonyesha Nchimbi alihoji mchakato wa uteuzi baada ya Lowassa kuondolewa kwenye orodha ya wagombea waliokuwa wamepelekwa NEC. Lowassa baadaye aliondoka CCM na kujiunga na Chadema ambako aliteuliwa kuwa mgombea urais wa Ukawa. Nchimbi hata hivyo hakumfuata. Hapo ndipo kuna sura nyingine muhimu ya mwanasiasa huyu. Aliweza kutofautiana ndani ya chama bila kuondoka nacho, na huenda uwezo huo wa kubaki ndani ya mfumo huku akijenga mahusiano katika pande tofauti za chama ndio uliomsaidia kurejea tena kwenye kilele cha CCM miaka kadhaa baadaye. Mwaka 2025 Nchimbi akawa sehemu ya tukio jingine kubwa. Rais Samia Suluhu Hassan alimchagua kuwa mgombea mwenza wake katika uchaguzi mkuu wa 2025. Hapo safari yake ikabadilika kutoka kuwa mtu wa juu ndani ya chama hadi kuwa sehemu ya moja kwa moja ya uongozi wa dola. Baada ya uchaguzi, Nchimbi akaapishwa kuwa makamu wa rais tarehe 3 Novemba 2025. Mtu aliyewahi kuondolewa kwenye baraza la mawaziri mwaka 2013 sasa alikuwa amefika nafasi ya pili kwa ukubwa katika nchi. Kutoka kwenye presha tokomeza hadi Ikulu, kutoka kwenye diplomasia hadi katibu mkuu wa CCM, kutoka hapo hadi makamu wa rais. Lakini kilele hicho hakikudumu muda mrefu. Tarehe 24 Julai 2026, Nchimbi alitoa kauli ambayo ilivuta hisia kubwa. Akiwa kwenye mkutano mkuu wa Tanzania Human Rights Defender Coalition THRDC jijini Dar es Salaam, alisisitiza umuhimu wa Tanzania kupata katiba mpya. Kauli yake ilikuwa nzito. Kama angepewa nafasi ya kuambia Watanzania jambo moja tu, angewaambia piganeni kupata katiba mpya. Alisema katiba hiyo inapaswa kujengwa kwa maridhiano na kutengeneza msingi wa maendeleo, haki na utu wa Tanzania. Pia alisema aliona uwezekano wa Tanzania kupata katiba mpya kabla ya 2030, na hapo ndipo moto ukaanza kuwaka. Kwa sababu Nchimbi hakuwa mwanasiasa wa upinzani, alikuwa makamu wa rais wa serikali iliyopo madarakani. Kauli kama hiyo kutoka kwa mtu aliyoko ndani kabisa ya kilele cha utawala ilikuwa na uzito tofauti. Baadhi ya viongozi ndani ya CCM walihoji kwa nini alitumia lugha ya kupigania katiba mpya, wakisema chama tayari kina mchakato na msimamo wake kuhusu swala hilo. Lakini jambo la muhimu sana ni hili: hakuna ushahidi wa umma unaothibitisha kwamba kauli hiyo ndiyo ilisababisha kujiuzulu kwake. Hilo ni muhimu kulitenganisha na nadharia zinazoweza kuibuka kisiasa. Tarehe 25 Agosti 2026, Nchimbi akaandika barua kwa Rais Samia Suluhu Hassan akaeleza kwamba ameamua kujiuzulu kama makamu wa rais na pia kustaafu siasa na utumishi wa umma, huku uamuzi huo ukianza kutekelezwa tarehe 4 Septemba 2026. Lakini sentensi moja katika barua hiyo ndio iliyofanya kila mtu asimame. Nchimbi alisema alikuwa amejiridhisha kwamba Rais Samia anatamani mabadiliko, hivyo akaamua kutimiza ahadi aliyokuwa amempa rais kabla ya kuingia madarakani, kwamba angeachia nafasi ikiwa rais angehitaji makamu mwingine. Hapo ndipo fumbo linapoanzia, kwa sababu Nchimbi hakusema nimeondolewa, hakusema tumetofautiana, hakusema nimekwazwa. Badala yake alisema kwa tafsiri ya ujumbe wake, rais anataka mabadiliko na mimi nimetimiza ahadi yangu. Na kwa mujibu wa taarifa ya serikali iliyonukuliwa na Reuters, hakuna sababu rasmi zaidi iliyotolewa kuhusu kujiuzulu kwake. Nchimbi aliingia rasmi kwenye nafasi ya makamu wa rais tarehe 3 Novemba 2025. Anapoondoka tarehe 4 Septemba 2026, atakuwa ametumikia takriban siku 295 tu. Ni muda mfupi sana kwa mtu aliyefika kwenye moja ya nafasi kubwa zaidi ya kisiasa nchini. Na hapa ndipo historia yake inapokuwa ya kipekee. Nchimbi amewahi kuwa kiongozi wa vijana wa CCM, kuwa mbunge wa Songea. Nchimbi kuwa naibu waziri katika wizara kadhaa, kuwa waziri wa habari,
kuwa waziri wa mambo ya ndani, kuondoka kwenye baraza la mawaziri wakati wa sakata la Operation Tokomeza, kuwa balozi Brazil na Misri, kuwa katibu mkuu wa CCM, kuwa mgombea mwenza wa Samia Suluhu Hassan, kuwa makamu wa rais, na sasa ametangaza kustaafu siasa na utumishi wa umma. Hiyo si safari ya kawaida, ni safari yenye kupanda, kuanguka, kusubiri, kurejea na kuondoka. Lakini Nchimbi ataacha swali gani nyuma yake? Labda swali kubwa zaidi si kwa nini amejiuzulu, bali ni Nchimbi alikuwa anasimamia nini katika miaka yake ya mwisho ya siasa? Kwa sababu rekodi yake inaonyesha mwanasiasa aliyekuwa ndani kabisa CCM, lakini ambaye nyakati tofauti aliwahi kusimama kwenye maeneo yaliyokuwa na mijadala mikubwa ndani ya chama. Mwaka 2015 alikuwa miongoni wa waliomuunga mkono Lowassa katika mchakato wa CCM. Mwaka 2024 akiwa katibu mkuu alizungumza kuhusu mageuzi ya kisiasa na akasema CCM haikuogopa mageuzi. Mwaka 2026 akiwa makamu wa rais, akawa mmoja wa viongozi wa juu kabisa kusema hadharani kwamba Watanzania wanapaswa kusukuma ajenda ya katiba, na wiki chache baadaye akaandika barua ya kujiuzulu. Hapa ndipo historia itakapomhukumu, si kwa maneno ya siku moja, bali kwa mfululizo wa misimamo yake katika vipindi tofauti. Mwisho wa Nchimbi au mwanzo wa fumbo jipya? Kuna wanasiasa wanaondoka madarakani kwa kelele, wengine wanaondoka kwa lawama, wengine wanaondoka baada ya kushindwa. Lakini Nchimbi ameondoka akiwa ameacha sentensi moja ambayo itaendelea kuzungumzwa: nimejiridhisha pasipo shaka kuwa rais anatamani mabadiliko. Hatujui kwa uhakika ni mabadiliko gani aliyokuwa anayazungumzia. Hatujui kama yalikuwa mabadiliko ya mtu katika nafasi ya makamu wa rais, mabadiliko ya kisiasa ndani ya serikali, au jambo pana zaidi. Na kwa sasa hakuna ushahidi wa kutosha kusema kwamba kujiuzulu kwake kulisababishwa moja kwa moja na msimamo wake kuhusu katiba mpya. Lakini tunachokijua ni kwamba Emmanuel Nchimbi anaondoka akiwa ameandika sura ya kipekee katika siasa za Tanzania. Mwanasiasa aliyewahi kuanguka kutoka kwenye baraza la mawaziri, akawa balozi, akarudi kuwa kinara wa CCM, akafika Ikulu kama makamu wa rais, na kisha kaamua kuondoka kabla hata mwaka mmoja haujakamilika, ambapo aliapishwa tarehe 3 Novemba 2025 na kufikia tarehe 4 Septemba amejiuzulu. Na labda historia yake itabaki kwa swali moja lisilo na jibu hadi siku wahusika wenyewe watakapozungumza kwa uwazi zaidi. Nchimbi aliamua kuondoka kwa sababu rais alitaka mabadiliko, au Nchimbi aliona mabadiliko yakija na akaamua kuwa sehemu ya utekelezaji wake? Hilo ndilo fumbo ambalo barua yake ya kujiuzulu imeliacha mezani. Na siasa za Tanzania kama kawaida yake zinaweza kuwa hazijasema neno la mwisho bado. Kuandalia makala hii, jina langu ni Zakia Nanga. Tafadhali usiache kusubscribe, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii @mwanahalisi digital. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.